Toka Dodoma, tumekutana na changamoto nyingi. Mechi yetu kiukweli haikuwa na maamuzi mazuri, lakini pia kulikuwa na matukio ambayo hayakutupendeza sisi mashabiki, viongozi, lakini hata wachezaji wetu, na ikatokea mpaka mchezaji wetu mmoja mkubwa, mzalendo, mwenye upenzi, mwenye mapenzi na mwenye kujitoa kwelikweli kwa Young Africans, kuonesha wasiwasi kwamba matukio na maendelezo ya marudio ya yale ambayo wanayafanya marefari hapendezi nayo. Ndio maana ameweza kufanya vile. Hakufanya kwa maana nyingine yoyote zaidi ya kutaka kurekebisha na kuonesha wazi kama wanachokifanya hatupendezi nacho na sio sahihi. Hivyo basi ombi langu na wasii kwa manufaa ya mpira wetu, kwa viongozi wa soka, sawa, hii ni kwa viongozi wa soka na kwa mamlaka zote. Tunaomba ligi yetu ilikuwa kwenye nafasi nzuri, wawekezaji waliipambania, viongozi waliipambania hii ligi, lakini pia wachezaji wanaipambania na kujitoa, ndio maana wanaumia, na hata mashabiki wanaipambania hii ligi. Ifike wakati muipe thamani ambayo inastahili. Vitendo hivi vya hovyo vinavyoendelea kufanyika kwenye ligi yetu, vya kila siku, vya kujirudia tena kwa waamuzi wale havijengi, vinaharibu soka wetu. Mpira umeteka hisia za watu wengi. Kama mwaka huu mpira ni faraja ya watu wengi. Kama mwaka huu hamtaki tuchukue ubingwa, simseme, lakini ifike wakati na nyinyi mchoke kulalamikiwa, mtambue kama kiongozi ukifanya kazi yako kwa uweledi, hakuna mambo kama haya yatatokea. Si umeelewa? Lakini vitu ambavyo mnavifanya mnavitengeneza wenyewe. Hayo maelekezo mnayapokea, pengine kuna mahali yanatoka. Ifiki wakati muambie tupo kwenye mpira, huku sio siasa, wala huku hatupo katika mambo sijui ya muziki sijui nini. Huku tupo kwenye mpira. Mpira unateka hisia za watu. Tuache double standard, haifai. Mwacheni mwenye uwezo, mwacheni aliyojipanga, mwacheni ambaye amewekeza apate kile anachostahili. Asante Baraka. Nadhani nimeeleweka. Hatuongei kwa ubaya, hatuongei kwa sababu tunapenda kuongea, tunaongea kwa sababu ni wadau wa mpira, mpira unatuuma. Baraka Yanga, message imewafikia. Asante. Sisi tunarudi Dar es Salaam, tunaenda kupumzika, tunajipanga inshallah kwa mechi zijazo. Lakini naamini haya yaliyotokea basi yatakuwa ni mwisho. Naamini hata nyinyi viongozi na watu wa mpira mnatambua kwamba Tanzania ni sehemu salama. Hivyo hata mpira tunahitaji kuwa salama.